Mwanamke huyu aliishi kwa miaka 6 katika maisha ya dhambi bila kutambua kwamba pepo mwenye nguvu zaidi alikuwa akikua ndani ya mwili wake. Filamu inaanza kwa kasisi aitwaye John pamoja na mwenzake Padri James wakifanya ibada ya kutoa pepo kwa mwanamke mjamzito. Wakiwa katikati ya ibada hiyo, pepo huyo anaanza kumshawishi John afungue kamba zilizokuwa zimefunga mikono na miguu ya mwanamke huyo. Mwanzoni John alikuwa amekaza kutomsikiliza pepo anachosema, lakini kwa sababu isiyoeleweka anaanza kupoteza uwezo wa kujitawala. Hatimaye anafungua kamba iliyokuwa imefunga miguu ya mwanamke huyo. Padri James anapoona hivyo, anakimbia haraka kumzuia John, lakini tayari alikuwa amechelewa. Mara tu kamba ilipoondolewa, pepo huyo anajinasua kwa urahisi na kumrukia John. Katika jitihada za kumlinda mwenzake, Padri James anajitupa mbele kuzuia shambulizi hilo. Kwa bahati mbaya, anaanguka kutoka ghorofa ya pili pamoja na mwanamke anayepagawa na pepo, na wote wawili wanapoteza maisha papo hapo. John anaposhuhudia kifo cha rafiki yake, anajawa na majuto makubwa, akitambua kuwa mkasa huo ulitokea kutokana na uamuzi wake wa uzembe. Muda mfupi baadaye, mume wake anaingia ndani ya chumba na kububujikwa na machozi baada ya kugundua kuwa mke wake amefariki. Baada ya tukio hilo la kutisha, John anaamua kuondoka na kwenda katika hospitali ya Kikatoliki ya wagonjwa wa akili iitwayo Clovisel, akiwa na matumaini ya kupata amani ya moyo huku akiendelea kulitumikia kanisa. Hapa John amewasili hospitali, anapokelewa na Padri Davis ambaye ni kasisi wa hospitali hiyo. Davis anamweleza John kwamba ameondolewa rasmi katika majukumu yake ya ukasisi kutokana na kosa ambalo limesababisha kifo cha Padri James. Padri Davis pia anamwambia kuwa kutokana na uzee wake anataraji kustaafu hivi karibuni. Hata hivyo, kabla ya kustaafu ataendelea kuongoza ibada za kila siku katika kanisa dogo la hospitali na anamkaribisha John kuhudhuria hizo ibada. Karibu uungane nasi, nitakuwa nikiongoza misa kila siku katika kanisa la hii hospitali. John, mimi ninakaribia kustaafu ujue. Wakati huo huo, msichana mmoja aitwaye Molly Hadley anasherehekea siku yake ya kuzaliwa ya miaka 24 ndani ya hii club. Molly anaishi peke yake bila familia yoyote karibu naye. Molly anafurahia usiku huo kwa sababu amezungukwa na marafiki waliokuja kusherehekea pamoja naye. Anasema, asanteni sana nyote. Miaka 6 iliyopita sikuwahi kufikiria kwamba ningefikia hatua hii. Pati imenoga kinoma. Molly analewa kupita kiasi. Akiwa amelewa sana, anaondoka na kutumia usiku pamoja na wanandoa aliyokutana nao kwa mara ya kwanza ndani ya klabu hiyo. Asubuhi inayofuata anaamshwa na maafisa wawili wa polisi waliokuja nyumbani kwake baada ya majirani kulalamika kelele zilizotoka nyumbani kwake usiku uliopita. Akiwa anazungumza na polisi hao, Molly mara kwa mara anaanza kusikia sauti za ajabu zikisikika kutoka ndani ya kuta za nyumba yake. Polisi wanapohisi kuna jambo lisilo la kawaida, wanaanza kukagua kila chumba ndani ya nyumba hiyo. Kwa mshtuko mkubwa, wanawakuta wale wanandoa aliowaleta Molly usiku uliopita wakiwa wamekufa ndani ya bafu, miili yao ikiwa imetapakaa damu ile mbaya. Bila kusita, polisi wanamfunga pingu Molly, wakiamini ndiye ambaye anahusika na mauaji hayo. Wakati uchunguzi ukiendelea, Molly anasikia tena zile sauti za ajabu. La kushangaza, safari hii pia hakuna hata mmoja wa maafisa hawa wa polisi ambaye anasikia sauti ambazo yeye Molly anazisikia muda huu. Polisi wanapomhoji, Molly anaonekana kuchanganyikiwa na anaendelea kusisitiza mara kwa mara kwamba si yeye aliyewaua. Sikuwa mimi, tulikuwa sisi. Nini kinaendelea? Sikuwa mimi niliwaua, tuliwaua sisi. Umesema nini? Jibu lake linawaacha polisi wote wawili wakiwa wamechanganyikiwa. Wanaamini Molly amepatwa na msongo mkubwa wa akili, hivyo wanaamua kumpeleka kwa uchunguzi zaidi wa afya ya akili. Baadaye anahamishiwa katika hospitali ile ile ya Kikatoliki ya wagonjwa wa akili ambako Padri John sasa anahudumu. Anapowasili hospitalini, Molly anaendelea kuonyesha tabia za ajabu. Anapoingia katika eneo la mapokezi, macho yake yanaelekea ghafla kwa mhudumu wa mapokezi aitwaye Janet ambaye amevaa mkufu wenye msalaba shingoni. Kwa sababu isiyojulikana, Molly anamkodolea Janet macho kwa uso wa kutisha ile mbaya, jambo linalomfanya Janet ahisi hofu kubwa. Janet anabaki akiwa na hofu kubwa. Ghafla, kwa sekunde chache tu, anaona uso wa Molly ukibadilika na kuwa wa kutisha sana. Tukio hilo linamtikisa na kumfanya ashindwe kujituliza. Bila kusema mengi, Janet anamwomba mmoja wa wafanyakazi wa hospitali ampeleke Molly kwenye chumba cha wagonjwa, lakini muda mfupi tu baada ya Molly kuondolewa, kioo kilichokuwa juu ya dawati la Janet kinapasuka chenyewe
ghafla, kana kwamba kuna nguvu za giza zimeingia hospitali. Akiwa ndani ya chumba chake, Molly anaendelea kusikia sauti tofauti tofauti zikilia ndani ya kichwa chake, kana kwamba kuna watu wengi wanamnong'oneza kwa wakati mmoja. Baada ya kushindwa kuvumilia mateso hayo, hatimaye analala usingizi, lakini akiwa amelala, mdudu wa ajabu anatambaa na kupitia puani mwake. Anapoamka muda mfupi baadaye, Molly anaanza kuhisi kuwa kuna kitu kibaya sana kinaendelea. Anaona kana kwamba kuna kiumbe kisichojulikana sasa kinaishi ndani ya mwili wake. Asubuhi iliyofuata anatembelewa na daktari bingwa wa magonjwa ya akili aitwaye Lori, ambaye amepewa jukumu la kutathmini hali yake ya kiakili. Katika mazungumzo yao, Lori anagusia historia ngumu ya familia ya Molly. Anaeleza kuwa baba yake Molly alijiua akiwa katika hospitali ya wagonjwa wa akili baada ya kutuhumiwa kumuua mama yake ambaye ni mama yake Molly. Kutokana na historia hiyo ya kusikitisha, Lori anaamini kuwa maumivu aliyoyapitia Molly yamesababisha apate tatizo kubwa la afya ya akili. Hata hivyo, Molly anakataa kabisa hizo stori. Anasisitiza kuwa tatizo lake si ugonjwa wa akili bali ameingiliwa na pepo. Kwa kuwa ni daktari wa magonjwa ya akili, Lori anaona maneno hayo ni ndoto za mgonjwa, lakini ghafla mafaili yaliyokuwa ameyashika yanarushwa kwa nguvu upande mwingine wa chumba, kana kwamba kuna nguvu isiyoonekana imeyasukuma. Lori anashtushwa sana na tukio hilo, anatoka haraka ndani ya chumba cha Molly. Akiwa amedhamiria kujua ukweli, anaanza kuchunguza historia ya Molly kwa undani zaidi. Anagundua kuwa mshauri wa shule ya sekondari wa Molly, Dr. Emerson, pamoja na aliyekuwa mpenzi wake Joseph Young walikuwa wanahusishwa na dhehebu la kishetani. Pia anabaini kuwa miaka kadhaa iliyopita Molly aliwahi kutekwa nyara na dhehebu hilo kwa sababu aliamini kuwa amechaguliwa kuwa chombo cha pepo mwenye nguvu kubwa. Ingawa Molly alifanikiwa kutoroka kabla ibada yao haijakamilika na baadaye akahamia Michigan kuanza maisha mapya, muda mfupi baadaye Dr. Emerson na Joseph walikutwa wamekufa katika tukio ambalo lilitangazwa kuwa kujiua kwa njia ya kutatanisha. Wakati huo huo, Janet ambaye bado ana hofu tangu Molly alipowasili hospitalini, anaomba kimya kimya akiwa kwenye dawati lake. Ghafla karatasi ya sala aliyokuwa ameishika inawaka moto yenyewe bila sababu yeyote, jambo ambalo linamwongezea hofu zaidi. Siku iliyofuata, Lori anarudi kumwangalia Molly, lakini Molly anakaa kimya kabisa huku akimtazama bila kupepesa macho. Bila kutarajia, Molly anatapika kimiminika kizito cha njano kilichochanganyika na rangi nyeupe juu ya uso wa Lori na mwili mzima. Sekunde chache baadaye anaanza kupiga mayowe ya kutisha bila sababu yoyote. Wakati huo huo, John alikuwa akisali ndani ya kanisa la hospitali. Cha ajabu ni kwamba kila sala aliyokuwa akiisoma ilionekana kumuumiza Molly zaidi. Aliendelea kupiga kelele akimtaka aache kusali huku akijigonga kwa nguvu nyuma ya kichwa ukutani, yani kisogo ile kiki. Baadaye akiwa ofisini kwake, Lori anapokea taarifa kwamba wagonjwa wote hospitalini wameanza kujigonga vichwa vyao kwenye kuta za vyumba vyao. Anakimbia haraka kwenda kujionea. Kweli bwana, karibu wagonjwa wote walikuwa wakifanya jambo hilo, akiwemo Molly ambaye aliendelea kujigonga ukutani mpaka damu ilipoanza kumtiririka kichwani. Lori anajaribu kumzuia, lakini kwa kuhofia kwamba angeweza kujiua, anaamua kumhamisha kwenye chumba maalum chenye kuta laini kwa ajili ya wagonjwa hatari. Wakati Molly akipelekwa kwenye chumba hicho kupitia korido ya hospitali, macho yake yanakutana kwa sekunde chache na ya John. Ingawa walitazamana kwa muda mfupi sana, John anahisi mara moja kuwa kuna nguvu kubwa ya kishetani iliyojificha ndani ya Molly. Baada ya Molly kuhamishiwa kwenye chumba cha kutengwa, Lori anaanza tena kupitia mafaili yake ya matibabu na historia yake. Kulingana na kumbukumbu hizo, Molly alidai kuwa alipagawa ama aliingiwa na mapepo kwa mara ya kwanza akiwa na umri wa miaka 18, lakini aliamini kuwa kuingiliwa huko na mapepo kulikuwa mwanzo tu wa jambo baya zaidi. Lori pia anakutana na maandishi ya Dr. Emerson yaliyosema kuwa siku moja mwili wa Molly ungekuwa chombo ambacho pepo mwenye nguvu angekitumia kupata uzima wa milele. Ukweli ni kwamba tangu akiwa mtoto mchanga, Molly alikuwa tayari amefungwa na agano la kishetani baada ya baba yake kufanya mkataba na shetani bila kujua, na hivyo kumfanya achaguliwe kuwa chombo cha nguvu hiyo ya giza. Molly mwenyewe anaamini kuwa kupagawa alikopata akiwa na miaka 18 na mapepo kulikuwa mwanzo wa ujauzito wa kishetani, kana kwamba kulikuwa na kitu kilianza kukua ndani ya mwili wake. Sasa akiwa na miaka 24, dalili zile zile zimerudi tena, jambo linalomfanya amini kuwa mchakato huo umeingia hatua ya mwisho. Baada ya
Kusikia hayo, Lori anaanza kujiuliza kwa nini matukio hayo hutokea Molly anapofikisha miaka 18 na 24 pekee. Molly anaeleza kuwa hicho kinachokuwa ndani yake kitazaliwa rasmi miaka 6 mwezi wa 6 na siku ya 6 baada ya kuingiliwa kwake na mapepo kwa mara ya kwanza. Maelezo hayo yanamkumbusha Lori namba 666 ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikihusishwa na shetani na ibada za kishetani. Muda mfupi baadaye, mwili wa Molly unaanza kutetemeka bila kudhibitika, huku jeraha la ajabu likitokea ghafla kwenye mkono wa Lori. Molly anasema anakuja. Siku iliyofuata Lori anarudi kwenye chumba cha kutengwa, lakini anabaki amepigwa na butwaa baada ya kumkuta Molly akielea hewani akiwa amegeuka kichwa chini, mfano wa msalaba uliopinduliwa. Lori anapojaribu kumsaidia, nguvu isiyoonekana inamrushia upande mwingine wa chumba kwa nguvu kubwa. Kwa bahati nzuri, wafanyakazi wa hospitali wanafika kwa wakati na kumdhibiti Molly, ambaye anaendelea kupiga kelele zisizo za kibinadamu huku akijirusha hovyo. Baada ya kushuhudia matukio ambayo hayawezi tena kuelezwa na sayansi wala tiba, Lori anaamuru kumtafuta John. Anamweleza kila kitu kilichomtokea Molly na kumwambia kuwa sasa anaamini kweli ameingiliwa na pepo. Akijua kuwa John aliwahi kufanya ibada za kutoa mapepo zamani, Lori anamsihi amsaidie kumwokoa Molly licha ya kwamba tayari ameondolewa kwenye majukumu yake ya ukasisi. Hata hivyo, John anakataa kwa sababu bado anasumbuliwa na kumbukumbu za kushindwa kwake miaka iliyopita. Wakati akitembea ndani ya hospitali, John anashangaa kuona makunguru wengi wamekufa na kutapakaa uwanjani. Lori anamweleza kuwa ndege hao wote walikufa kwa wakati mmoja usiku uliopita saa 7 na dakika 6 usiku. Anajua hivyo kwa sababu saa zote za hospitali zilisimama muda huo huo, dakika ya 66 baada ya saa 6 kamili. Muda mfupi baadaye, Janet anajirusha kutoka ghorofa ya 3 na kufariki dunia bila sababu yoyote inayoeleweka. Kifo chake cha kusikitisha kinamfanya John abadili uamuzi wake na kukubali kumfanyia Molly ibada ya kutoa pepo. Kabla ya kuanza ibada hiyo, John anaamua kwanza kujionea mwenyewe hali ya Molly. Anapoingia ndani ya chumba chake, anashuhudia kwa hofu kubwa uso wa Molly ukibadilika na kuwa wa kutisha sana, ishara wazi kwamba pepo huyo alikuwa akianza kutawala mwili wake. Wakati akizungumza na Molly, pepo huyo ghafla anaanza kumkumbusha John kushindwa kwake katika ibada ya kutoa pepo miaka iliyopita. Ingawa kumbukumbu hiyo ya maumivu inafufuliwa tena, John anakataa kukata tamaa. Anaapa kumwokoa Molly na kumfukuza pepo huyo mara moja. Kwa hiyo nadhani unaweza kumsaidia kama ulivyojaribu kuwaokoa wengine. Wewe si chochote zaidi ya kasisi aliyeshindwa. Je, Molly bado yupo humo? Nataka kuzungumza na Moll Hartley. So hapo mambo yamekuwa magumu. Akiwa amedhamiria kutorudia makosa ya zamani, John anaenda kwa Padri Davis kuomba ruhusa na mwongozo kabla ya kuanza tena ibada ya kutoa pepo. Mwanzoni, Padri Davis anapinga uamuzi huo kwa hofu kwamba John angeweza kushindwa tena kama ilivyotokea zamani, lakini baada ya kuona dhamira yake isiyoyumba, hatimaye anamruhusu. Kabla ya John hajaondoka, Padri Davis anamrudishia mavazi yake ya ukasisi pamoja na vifaa vya ibada ya kutoa pepo ambavyo vilikuwa vimehifadhiwa kwa muda mrefu. Baada ya kupokea vifaa hivyo, John anaanza mara moja ibada ya kumtoa pepo ndani ya Molly. Hata hivyo, pepo aliyekuwa ndani yake Molly alikuwa na nguvu kubwa kuliko alivyowahi kufikiria. Ewe mkuu mtukufu wa majeshi ya mbinguni, jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wakiwa katikati ya ibada, pepo huyo anamng'ata John mkononi. Muda mfupi baadaye, herufi LVTYN zinaanza kujitokeza taratibu kwenye paji la uso wa Molly. John analazimika kusimamisha ibada kwa muda mfupi kutokana na uchovu na majeraha. Alipokuwa akirudi kuelekea chumbani kwa Molly, anaona kundi la watu waliovaa mavazi meusi kabisa wakisimama kimya huku wakimtizama moja kwa moja. Bila kujali hali hiyo ya kutisha, John anaendelea kusoma sala huku akimnyunyuzia Molly maji matakatifu, lakini badala ya kumdhoofisha pepo huyo, ibada hiyo inamkasirisha zaidi. Ghafla, kitu kilichokuwa ndani ya chumba kinaanza kurushwa hewani kwa nguvu na kugonga kuta kila upande. Roho Mtakatifu anakuamuru kwa jina la Bwana Yesu Kristo, ondoka ndani ya Molly. Baada ya kushuhudia nguvu kubwa ya pepo huyo, John anaanza kuwa na shaka kama ataweza kumaliza ibada hiyo. Kwa bahati nzuri, Lori anaendelea kumtia moyo mpaka anapata tena ujasiri wa kuendelea. Kabla ya kuanza upya ibada hiyo, John anarudi kwa Padri Davis na kumwomba kifaa cha kidini kinachoaminika kuwa na uwezo wa kumfungia pepo milele. Davis anampa sanduku dogo la kuhifadhia masalia matakatifu ambalo linaaminika kuwa lina uwezo wa kuwafunga roho waovu. Baada inapoanza tena, Molly anaanza kuelea angani ghafla, kisha anatapika mamia ya wadudu kutoka mdomoni mwake. Unajua hiki ni nini? Hiki ni kitanda duni cha
mfalme. Kwa nguvu za Kristo ninakuamuru utoke, jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wangu, ondoka. Hatimaye inafichuliwa kuwa kundi lile la wadudu lililokuwa lilikuwa na umbo halisi la pepo aliyekuwa akiishi ndani ya Molly muda wote huo. John anafungua haraka sanduku hilo la masalia matakatifu na wadudu wote wanaanza kuvutwa na kuingia ndani yake. Baada ya kuhakikisha wote wamefungiwa humo, analizamisha sanduku hilo ndani ya chombo kilichojaa maji matakatifu ili kukamilisha ibada ya kufunga pepo huyo. Baada ya pepo huyo kufungwa, Molly anarudi katika hali yake ya kawaida na anamshukuru John kwa kumwokoa. Lakini John anapokuwa tayari kuondoka, anashtushwa na jinsi wagonjwa wote pamoja na wafanyakazi wa hospitali walivyokuwa wakimtazama kimya kimya bila kupepesa macho. Bila kushuku chochote, anarudisha sanduku hilo lililofungwa kwa Padri Davis ili lihifadhiwe kwa usalama. Padri Davis anamweleza kuwa litaendelea kuhifadhiwa mpaka siku ya sherehe maalum inayokuja. Akiwa ofisini kwa Davis, John anaona kwa bahati mbaya kitabu kinachoonekana kuwa cha ibada za kishetani. Ugunduzi huo unamfanya aanze kumshuku Padri Davis kuwa huenda anahusiana na dhehebu la kishetani, lakini Davis anamweleza haraka kuwa hicho ni kitabu cha Leviathan ambacho amekuwa akisoma kwa miaka mingi ili kuelewa nguvu za mapepo na kujifunza namna ya kuyashinda. Kutokana na maelezo hayo, John anatambua kuwa herufi LVTYN zilizoonekana kwenye paji la uso wa Molly zinawakilisha Leviathan, mmoja wa mapepo wenye nguvu zaidi anayesemekana kuingia duniani kupitia mwili wa mwanadamu. Akiwa amehisi kuna jambo baya linaendelea, John anakimbia haraka kufungua sanduku alilolifunga ili kuhakikisha kwamba Leviathan bado yumo ndani yake. Kwa mshtuko mkubwa, John anakuta sanduku lile la masalia matakatifu likiwa tupu kabisa. Kabla hata hajapata nafasi ya kuelewa kilichotokea, Padri Davis anamshambulia kwa nyuma na kumpiga hadi kupoteza fahamu. Wakati huo huo, hospitalini, Molly anashuhudia wagonjwa waliokuwa karibu naye wakianza kupoteza fahamu mmoja baada ya mwingine. Muda mfupi baadaye, baadhi ya wafanyakazi wa hospitali wanamvisha Molly mfuko wa plastiki kichwani na kumpeleka katika chumba cha siri kilichofichwa ndani ya hospitali. Anapofika huko, Molly anashangaa kumkuta Padri Davis akiwa amevaa mavazi ya kiongozi wa dhehebu la shetani. Wakati huo John anazinduka na kugundua kuwa amefungiwa ndani ya chumba. Anapotazama kupitia dirishani, anashuhudia kwa hofu wagonjwa wote wa hospitali wakinywa sumu kwa wakati mmoja na kupoteza maisha yao. Dakika chache baadaye, mmoja wa wafanyakazi wa hospitali anaingia, anamtoa John ndani ya chumba na kumpeleka mahali pale pale alipopelekwa Molly. Twendeni sasa tukashuhudie kuzaliwa kwake. Wakati huo Lori anarudi hospitalini kuchukua simu yake aliyoisahau ofisini, lakini mara tu anapowasili anaanza kumshuku mmoja wa wafanyakazi wa hospitali kutokana na tabia yake ya ajabu. Akitambua kuwa kuna jambo baya linaendelea, Lori anachukua mkasi ili kujilinda. Baada ya muda mfupi, anakuta kwa hofu kuwa wagonjwa wote wa hospitali wameuawa kwa namna ya kutisha. Kabla hajapata muda wa kuelewa kilichotokea, mfanyakazi yule anamvamia na kuanza kumkaba koo. Bila kuwa na njia nyingine ya kujinusuru, Lori anamchoma mkasi kichwani na kumuua kwa kujilinda. Alipokuwa akijiandaa kutoka hospitalini, anamwona John akipelekwa na mmoja wa wafanyakazi kuelekea kwenye chumba cha siri. Akitambua kuwa kuna jambo kubwa linaendelea, Lori anapiga simu polisi kwa siri, kisha anawafuata bila wao kujua. Alipofika kwenye ukumbi wa ibada ya kishetani, Padri Davis anaamua kufichua utambulisho wake halisi. Anakiri kuwa yeye ndiye kiongozi wa dhehebu linalomwabudu Leviathan. Anaeleza kuwa usiku huo ulikuwa wa mwisho wa ibada iliyokuwa ikiandaliwa kwa muda wa miaka 6, miezi 6 na siku 6 tangu Molly alipoingiliwa na pepo kwa mara ya kwanza. Lengo lao lilikuwa ni kutumia mwili wa Molly kama chombo cha Leviathan ili pepo huyo azaliwe na kuingia duniani. Anasema wagonjwa wote wa hospitali waliolazimishwa kunywa sumu walitolewa kama dhabihu ili kukamilisha ibada hiyo. Davis pia anafichua kuwa Molly alichaguliwa tangu akiwa mtoto mchanga kuwa chombo cha pepo Leviathan baada ya baba yake kufanya mkataba na shetani bila kujua. Baada ya kugundua hatima hiyo ya kutisha, mama yake Molly alijaribu mara kadhaa kumuua binti yake kabla pepo huyo hajaamka, lakini juhudi zake ziliishia kwa maafa, kwani Molly akiwa tayari chini ya ushawishi wa pepo huyo ndiye aliyemuua mama yake mwenyewe. Kutokana na tukio hilo, mwili wa Molly ulionekana kuwa umetimiza sharti la mwisho lililohitajika kwa kuzaliwa upya kwa Leviathan. John anaposikia ukweli huo wa kutisha, anajaribu mara moja kumzuia Padri Davis, lakini juhudi zake zinashindwa, kwani washiriki wote wa dhehebu walikuwa tayari wamekusanyika kushuhudia kuzaliwa kwa Leviathan. Hizi ni roho za shetani, na zitakapochanganyika na damu yake iliyotolewa dhabihu, Leviathan
Leviathan atazaliwa. Wakati huo huo, Lori aliyekuwa amewafuata kwa siri anafika na kumchoma Padri Davis kwa nyuma, jambo ambalo linavuruga ibada hiyo. Wakati huo huo, sanduku lililokuwa limemfungia Leviathan huyo pepo linapasuka hapa na kundi kubwa la wadudu linaachiwa huru. Inafichuliwa kuwa wadudu hao ndio umbo halisi la Leviathan, lakini badala ya kuingia tena ndani ya Molly, wadudu wote wanaingia ndani ya mwili wa Padri Davis. Molly anatumia nafasi hiyo kuchukua kisu cha ibada kilichokuwa kimeandaliwa kwa ajili ya kumtoa yeye kama dhabihu, kisha anamchoma Padri Davis na kumuua. Kwa kifo chake, mpango wa kumfufua Leviathan unakatishwa kabisa. John, Lori na Molly wanakimbia haraka kutoka kwenye ukumbi huo wa ibada, lakini walipokuwa wakitoroka, washiriki wa dhehebu wanawazuia na mmoja wao anamnyoshea Molly bunduki. Kwa bahati nzuri, polisi wanafika kwa wakati na kumpiga risasi mtu huyo kabla ya kufyatua risasi. Kabla hajafyatua risasi, baada ya jinamizi hilo kumalizika, Molly anamshukuru John na Lori kwa kumwokoa. Hata hivyo, hadithi haikuishia hapo. Katika dakika za mwisho za filamu, mdudu mmoja anayesadikiwa kuwa sehemu ya mwisho ya pepo Leviathan anatoroka kupitia handaki na kuruka kuelekea kwenye basi la shule lililokuwa karibu. Hilo linaashiria kuwa Leviathan huyo pepo bado hajafa na tayari ameanza kutafuta chombo kipya cha kuingia nacho duniani. Hakikisha una subscribe, lakini pia tuambie movie gani nyingine kali ambayo natamani tufanye recap.